hatujaridhika vilivyo na mpangilio wa bajeti ambao mumeleta siku ya leo kwa majadiliano. Kwanza, katika taifa nzima ya Kenya, budget huu, counties wanapata tu 10.2% ya the total budget. Na sio hiyo peke yake, hapa Uasin Gishu, the big four imepewa bilioni 824, 824 billion. Iwapo kaunti zote wangepewa hizo pesa kwa usawa, kila kaunti ingekuwa na bilioni 17.5. Lakini mshangao wangu ni huu: kaunti yetu imepata pesa chache kabisa kulingana na hizo big four. Kwa maneno ambayo yameandikwa hapa, imeandikwa kazi yote isipokuwa sisi tukiwa wakazi wa Uasin Gishu, ile jambo la maana ambaye inakusa sisi hakuna hapa. Mambo ya mahindi, sisi tumeteseka, watoto wetu wameteseka, kila mtu ameteseka kwa Uasin Gishu hii, sababu hapa ni sehemu ya mahindi, na ile kitu ingekuwa priority kwanza ni pesa ya mahindi iko wapi? Pesa ya ngano iko wapi? Pesa ya maziwa iko wapi? Hapo tungesema karibuni sana tuongee na nyinyi. Lakini sasa tunasema karibu tu. Tungesema sisi amungefaa hata kukuja hapa. Ikiwa na makosa amungefaa kukuja hapa, kukuja kutu kecheli 3 trillion tuwapitisie mwende wengine wanaiba, hatutaki. Hakuna mahindi, hatujaona mahindi, hatujaona subsidy, hatujaona loan ya FC. Tunaona miraa, mungeenda nchi na pandwa miraa hapana hapa. Unakuja kututanganya kabisa ndugu sana. This is not good. Atitualike tupoteze wakati, tunaumia huku. Mahindi iko kwa mazito, wakati kidogo inaruka, wakati kidogo inaanguka. Mnasema nini sasa? Hali nyinyi karibu nusu wenu wanaenda wekwa chuo, waheshimiwa wanawekwa chuo Nairobi, pili inapita. Sasa sisi tutapitisha hii kufanya nini? Of no use. Sisi kama wakulima wa Uasin Gishu tumeteseka na tunazidi kuteseka. Muzikie kabisa. Mwambie president tunateseka. Ikiwa iko watu watakuja kuita revolution nchi hii, ni wakulima wa Uasin Gishu tunashita. Haja yetu kuwa hapa, tungependa tukirudi Nairobi tujue kuwa sisi tunaweza kuaminika, kujaribu kubadilisha mienendo ya siasa na uchumi wetu. So tutaendelea, lazima tuhakikishe tumebadilisha nchi yetu, ama vile huyu mzee amesema, we may end up having a revolution. So let us fix it before we get there. Serikali haikutenga fedha za kununua fertilizer hata kidogo. Imetenga fedha ya kununua fertilizer kwa wakulima wa kahawa. Hakuna mkulima wa mahindi. So kama county ya Uasin Gishu, we feel tuko na mioyo yetu iko na uchungu kuona ya kwamba tunapenda mkulima wa kila kitu, lakini mkulima ambaye analimia mahindi ndani yake hakuna subsidized fertilizer. Number 2, hakuna fedha za strategic grain reserve. Kwa hivyo ile mahindi mmepanda hakuna budget ya kuwa itawahi kununuliwa. Number 3, hakuna fedha za kupatia AFC
ili iwe inakuwa inatoa hizo code, inatoa hizo loans. Namba 4, hakuna fedha zimewekwa kwa wananchi ambao walikuwa wametoa mahindi yao, iko kwa cereals board kupitia SF Strategic Food Reserve, hawajalipwa. Hakuna fedha yao hapa, na hali wana service loans ambao walichukua kwa bank na kwa AFC. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa siku ya leo, iwapo wananchi wa Uasin Gishu watakuwa na ugonjwa ambaye inakuja na high blood pressure, ni kwa maana imeletwa na serikali kwa maana ya kutoweka fedha hapa. Katika Kenya tuna bahati sana, kwa maana wale waongozi wa mbeleni waliweza kujenga mastore ya chakula, national stores katika Kenya mzima. Kuna silos na kuna ile traditional stores ile ya kawaida, na katika silos kuna equipment nyingine inaitwa grain dryers. Grain dryers bado kufanywa maintenance ya kutosha, to the extent that wakulima wakivuna mahindi hiyo mashini imekuwa too old, so it requires provision of additional funding kuona kwamba they are revived to the extent that they can provide money to what you call to maintain those ones. Page 3, number 2, that's about the pipers ya Eldoret. Hii pipers metuletea shida kwa sababu wale plot owners as we speak have not been compensated, and there have been several problems associated with that. Mpaka watu walikuwa wamepiga kelele wakasema barabara isiendelee, na walisema by 30th of this month, the coming month, wataenda kotini kusimamisha, which will now put everything in disarray. Ile kitu ningeomba, nimeona pesa hapa imewekwa ni 755 million. That is a very small amount. The total amount required for the project to compensate the member plot owners na developments ambao wamefanya ni 4.2. Sasa tayari ilikuwa imelipwa I think about, sijui imekuwa miangabi, about 200 or 300. Sasa ni kidogo sana. Can you ensure the people affected are cleared so that the project can continue? Otherwise itaweza hang, wakienda kotini itasambaratisha kila kitu na tayari kazi imeanzishwa. So that is a very critical thing to decongest the town. Sababu nimeona hapa mmeweka 755 900 na pesa yenye natakana kwa hiyo barabara ni 4.2 billion. So nashangaa kwa hii 700 kama mtaweka kwa hii mwezi wa 6, alafu mwaka 2020 mwege budget tena kama hii 2021 hiyo barabara inatakana iishe 2020, nafikiri 2020 mwezi wa 8 hii barabara iwe imekamilika. So mkiweka hii pesa ambao unaona mmeweka hapa, hiyo barabara itaisha kweli? Kwa sababu ile pesa imewekwa ambayo serikali nataka ilipe ni hiyo 4.2 billion. Na saa hii hapa naona ni 700. Alafu zile zimelipwa ni 153 ile imelipwa. So bwana Jama, nataka muangalie hii sana. Nilikuwa naona barabara namba 3 Eldoret Webuye Malaba Road. Na ni vyema pia wakati imekuwa mention hivyo ionyeshwe what kind of work to be done in that road. Kwa sababu hatuelewi, imeandikwa tu ya kwamba Eldoret Webuye Malaba Road. What kind of work to be done? Ni mzuri ikuwe explanatory, si ndio? Kwa hii budget clearly tumeona wameweka pesa mingi katika irrigation, large scale irrigation, lakini tunajua wale watu wanalisha Kenya ni 70% is smallholder farmers. So kwanza tusahau hii maneno, hii ni statistics. 70% is produced by smallholder farmers, sio big large scale farmers kama hiyo mnasema Gulano Kalula irrigation project. Hatukatai irrigation. Tunataka watu ambao wako katika sehemu ambazo zinahitaji, ina upungufu wa mvua, waweze kuwa na mazao nini yao ya kula. Lakini hatuwezi kufanya irrigation as a way to punish those who can use rain-fed agriculture. Galana Gulalu ilizama. Ilichukua bilioni ngapi? Bilioni mingi. Outcome sufuri. Hata ile kutanganya wasichana saa ile unabembeleza sio kama hii.
This is more worse. Tunaelekea wapi kama nchi? Yeah? Muende Nairobi museme Eldoret nasema hawapitishi 3 trillion ikiwa subsidy ya mahindi, maneno ya fertilizer mahindi na ngano na maneno ya maziwa. Hapa maziwa tunauza kama melenge. Unauza maziwa pale shilingi 15 kwa lita. Nairobi 180 mnaumiza watoto yetu wale wanafanya kazi. Hapa katika kaunti ya Uasin Gishu huwa sisi tunafanya mambo ya pyrethrum. Na tumeona kahawa na mambo ya miwa, mambo ya miraa. Miraa is not allowed in Europe. Miraa cannot be exported to Europe. Miraa cannot be taken to Tanzania. Sio kama Ethiopia wanakula miraa. Sasa tunaheshimu watu ambao wanapanda miraa wapande. Lakini tunasema wala wanapanda pyrethrum pia waweze kuwa supported. Kwa maana ni cash crop ambayo inatoa ile inatumika kwa processing ya insecticide ambayo ni friendly kwa environment yetu. Kama idara ya prisons inasema inajenga nyumba. Hizo nyumba zimejengwa karibu miaka 10. Nafikiri kamati hii ningeomba watembelee kuona nyumba ambazo zimekaa karibu miaka 10 na ziishi ni hapa tu karibu. Na tunaweka pesa kama sasa milioni 3 itafanya nini? Nafikiri that's an issue that needs to be looked at. Perimeter wall Chepkoilel. Siko perimeter wall Chepkoilel huko. Si pesa inaenda wapi? Ya kuweka perimeter wall. This form 19, 20 and 21. The same what? Ama mnaonaje? Budget for completion. Si tuliambiwa tutakuwa na viwanja by viwanja 3. Iko wapi? So these are areas that have not been captured. Kutakuwa na extension ya contract na tutatumia pesa nyingi kuliko ilivyokuwa budgeted. Kwa maana ya serikali kustall payments, contractor kubaki on the side bila kufanya kazi. Tunataka uwanja wa Kipkeino Stadium ikamilike. Quite good, but it has not been done the way it is expected. Devolution. We need 50% of total revenue to come to counties. What is that older man doing up? Pesa mashinani. I am for that. Pesa mashinani. 50% so that we develop our areas. Nilipoona kwa kutoka magazeti kwamba ingawa CRA ilikuwa imerecommend allocation of 335 billion ati inarudishwa mpaka 320. Hii ni aibu kabisa. Nataka nyinyi katika Portfolio Committee tafadhali urudishe mahali ambapo ilipo. Wakati tulikuwa tunajadiliana constitution ya 2010 tulikuwa tumerecommend kwamba allocation to counties is going to be grown. Hapana kurudi chini. It was supposed to be grown. And again, it was question of trying to improve income generating activities katika counties to the extent that wananchi wenyewe maisha yao inakuwa upgraded. Lakini ni aibu kuona kwamba allocation to counties haitatosheka. Kwa hivyo hata nitatoa maelezo zaidi katika maandishi ambayo nitatumia nyinyi. You are borrowing a lot of money. I thought the work of members of parliament, Mr. Lieutenant, Mr. Janda, Mr. Nyonga, is to regulate government borrowing. But you are allowing the government now to borrow a lot of money in which we are not going to repay. Yeah? Maybe for 20 years or 50 years. Please do that. We elected you to do that. Waheshimiwa, najua nyinyi pengine nyinyi mnaangalia wa governors, senators tunasikia wanaita governors sana.
waonyeshe kwamba governors are very corrupt, and yet 70% inabaki national. Kwa nini nyinyi wabunge msiite ministries? Sasa senators wanaita governors na nyinyi mnaita minister kusema alifanyia nini pesa yake? Kwa sababu governor umempa 30%, minister umempa 70%. Yeye amefanya nini yake? Sisi kama viongozi wenu tutajaribu iwezekanavyo, wakati ripoti itatoka kwa Minister ya Finance, na wakati mtaona tukijadili haya mambo huko bungeni, mtaona chairman akisema ni nini kimebadilishwa, ni nini imefanyika. But I can assure you, let me tell you, as our parents and as our brothers, sisters and cousins, let us pay the farmers their money first. We are going to recommend that all the counties need to be done kila mwaka, ili kila mwaka turudi hapa Uasin Gishu, kila mwaka turudi Kitale, ili tujadiliane maneno kama haya, ndio tupate nafasi hata sisi kuwarudishia what happened in that financial year vile mlikuwa mnaongea, kwa sababu tukirukaruka tutoke hapa next time we are not here again for 3 or 4 5 years, then tutasahau na nyinyi pia mtasahau mlisema nini. Tumeandika hiyo maoni yenu yote, mimi nimeandika binafsi, tuko na secretariat tumeandika, tuko na answer tumeweka, na hiyo ni kumaanisha maoni yenu we take them very seriously. Sana,